Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu, na wasalimu nyote katika jina lake Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru Mungu ambaye ametupa tena nafasi, neema na kibali cha kukutana kupitia ukurasa huu na siku hii ya leo tena. Niko hapa nisome nawe neno la Mungu ambalo tumepewa siku ya leo kutoka katika kitabu cha Hosea sura ile ya 7 mstari ule wa 2 mpaka wa 4. Biblia inasema hivi: wala wafikiri mioyoni mwao ya kwamba na ukumbuka uovu wao wote. Sasa matendo yao wenyewe yamewazunguka pande zote, yako mbele za uso wangu. Umfurahisha mfalme kwa uovu wao, na wakuu wao kwa uongo wao. Hao wote ni wazinzi, wamekuwa kama tanuu iliyotiwa moto na mwokaji. Huacha kuchochea moto tangu kuukanda unga hata umekwisha kutiwa chachu. Tunapozungumza habari ya upagani wenye nguvu ndani ya kanisa, maana ninakwenda kuzungumzia habari ya upagani wenye nguvu ndani ya kanisa. Katika kitabu hiki cha Hosea sura ya 7 mstari wa 4, mstari wa 2 mpaka ule wa 4, inatuonyesha baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea katika enzi hizo na hata sasa yanafanyika. Upagani wenye nguvu ndani ya kanisa. Upagani ni nini? Upagani au mpagani ni mtu asiyeamini kwa imani yoyote na akabaki kutokuwa mtu ambaye haabudu popote. Lakini tunapozungumza habari ya upagani wenye nguvu ndani ya kanisa, unaweza ukaona tunazungumzia uharibifu ambao unaishi ndani ya kanisa kutoka mikono ya mtu au watu wenye nguvu walioko nje ya nafasi mbalimbali ndani ya kanisa. Maisha ya Wakristo yamejaa upagani usioonekana kwa macho ya damu na nyama. Na hili ni jambo ambalo limekuwa ni la hatari sana, kwa sababu upagani ni hali ya mtu kuishi kinyume na mapenzi ya Mungu, na akijua hana chaguo lingine lolote, hana nguvu nyingine yoyote ambayo inayoweza kumsaidia kuendelea kuishi katika ulimwengu huu kama hana Mungu. Biblia inasema wala hawafikiri mioyoni mwao ya kwamba na ukumbuka uovu wao wote. Upagani wenye nguvu ndani ya kanisa unatoka kwa baadhi ya mtu au watu ambao wana aina ya nafasi zilizo nje ya kimamlaka, lakini wao wenyewe wakiwa na nguvu kwenye mioyo ya viongozi mbalimbali katika nyumba mbalimbali za ibada. Na kwa sababu hawa watu wa nje wenye nguvu kwenye mioyo ya viongozi mbalimbali ndani ya nyumba za ibada wana uwezo wa kuamua nini kisemwe, nini huyu mtumishi akiseme, au nini akifanya, na huyu mtumishi akakisema au akakifanya. Tunapozungumza habari ya upagani wenye nguvu ndani ya kanisa, kanisa la kwanza ufahamu ni mimi na wewe. Moyo wako ukiwa umekamatwa na mtu mwenye nguvu akayaweza na mawazo yako,
utafanya, utatenda anachokuamuru yule mwenye nguvu kuliko wewe. Biblia inasema wala hawafikiri mioyoni mwao ya kwamba na ukumbuka uovu wao wote. Uovu ni hali ya maisha ya dhambi, ya siri au ya wazi. Na katika hali hiyo mtu anaweza akaishi kwenye maisha ya uovu akifikiri kwamba kwa kuwadanganya wanadamu peke yake inatosha, na wakati Mungu anamwona. Huu upagani wenye nguvu ndani ya kanisa umepata nguvu kwa sababu ya watu wasioamini katika Kristo kukubali kutekeleza matakwa ya watu walioko nje na utaratibu na mfumo wa kimungu, wakafanya uovu wao na wakahakikisha upagani umeingia, kwa sababu kuna sauti ambazo wao wamezitii. Biblia inasema hivi sasa matendo yao wenyewe yamewazunguka. Sasa matendo yao wenyewe yamewazunguka pande zote, yako mbele za uso wangu. Unaweza ukayaficha matendo yako kwa mwanadamu na ukawa muumini mzuri mahali fulani, ukawa mtumishi mzuri kwa watu fulani, na ukawa mtumishi wa maneno mazuri, lakini matendo yako, mawazo yako na jinsi ambavyo usivyomcha Mungu katika roho na kweli, na kwa nafasi yako ukaliingiza kanisa kwenye majanga kwa sababu ya uovu wako na dhambi zako. Hao wote ni wazinzi, wamekuwa kama tanuu iliyochochewa. Anasema hao wote ni wazinzi, wamekuwa kama tanuu iliyotiwa moto na mwokaji. Upagani wenye nguvu ndani ya kanisa una matokeo mabaya kwa yule mtu au yule kiongozi ambaye amekuwa akiishi maisha ya kutokumpendeza Mungu, na kwa maisha hayo uovu wake siku moja utakuja kujulikana, na aibu ambayo amekuwa akiishi, amekuwa akiificha, itaonekana siku moja dhahiri. Sasa upagani ni hali ya kupinga habari ya Mungu aliye hai, hasa kwa wale ambao wanajua habari za Yesu Kristo. Wengi wamepinga habari mbalimbali ambazo watumishi wa Mungu wameziachia. Wamesema waziwazi, manabii na mitume wamesema waziwazi, na wakapinga hizo habari, na jambo likatokea au mambo yakatokea. Maana yake ni nini? Unaweza ukapinga ujumbe wa neno la Mungu ukafikiri umempinga mtu, unafikiri unapambana na mtu. Unaweza ukapambana naye huyu unayefikiri unapambana naye, lakini unapambana na Mungu. Unaweza ukatumia visingizio mbalimbali vya kupinga huo ujumbe wa neno la Mungu, kwamba huyu si wa imani yangu, huyu si wa dhehebu langu. Laiti ungejua mbinguni hatuendi kukaa kutokana na madhehebu yetu. Umepinga, umesababisha madhara ya kiroho na ya kimwili,
wewe ni Mkristo, sio Mkristo, siku zako zinahesabika na nyakati zinakuja utakazotoa hukumu. Upagani unazo faida za masharti. Upagani wenye nguvu ndani ya kanisa una faida za masharti, na hizo faida za masharti ni za kutendewa baadhi ya mambo wewe kama mkubwa fulani, lakini unaowaongoza mioyo yao inavuja damu. Ninachotaka kusema ni nini? Siku na nyakati zinakuja ambazo utatoa hesabu ya kazi na wito ulioitiwa. Sikiliza kitabu cha Hesabu sura ya 14 kuanzia mstari wa 33. Kisha watoto wenu watakuwa wachungaji muda wa miaka 40, nao watachukua mzigo wa uasherati wenu hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza ile nchi, yaani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakujua kufarikana kwangu. Mimi Bwana nimekwisha nena, hakika yangu ndilo nitakaloutenda mkutano mwovu huu wote. Waliokusanyika juu yangu wataangamia katika nyika hii, nako ndiko watakakokufa. Kisha hao watu ambao Musa aliwatuma waipeleleze nchi, waliorudi na kufanya mkutano wote kunung'unikia kwa walivyoleta habari mbaya juu ya nchi, watu hao walioleta habari mbaya ya nchi wakafa kwa tauni mbele ya Bwana. Lakini Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune wakabaki hai miongoni mwa wale watu waliokwenda kuipeleleza nchi. Ninachotaka kusema ni hivi: Mungu anapoleta jambo katika majira na nyakati, ulileta kwa sababu ni wakati ambao yeye amekusudia nini kitokee. Na upagani wenye nguvu ulionekana hata ndani ya safari ya wana wa Israeli. Fikiri juu ya hao watu ambao waliona matendo makuu ya Mungu kwa muda mrefu kutoka Misri, wakayaona matendo makuu ya Mungu kwa muda mrefu jangwani. Walipofika muda wa kwenda kuipeleleza nchi, wakaleta habari mbaya. Ngoja nikwambie, habari mbaya zimekuwa mbaya kwa waoga. Habari mbaya zimewadhuru watu ambao hawakumwamini Yesu. Habari mbaya ni dili kwa mashujaa. Habari mbaya Daudi aliitumia kama daraja. Habari mbaya Yusufu aliitumia kama daraja. Kwa nini? Alimjua Mungu anayemtumikia. Katika nyakati tulizo nazo, upagani wenye nguvu umepata mlango kupitia baadhi ya watu ambao sio waaminifu kwa Mungu aliye hai, lakini ni waaminifu kwa wanadamu. Jambo hili limeleta madhara maeneo mbalimbali duniani kwa sababu ya hao watumishi ambao hawakufikiri kabisa thamani ya Mungu aliye hai, bali waliangalia thamani ya mambo yao. Akina Daniel hawakutakiwa waabudu kwa Mungu aliye hai. Pamoja na sheria iliyopo Babeli iliyochochewa na upagani uliotoshea kwenye mioyo ya watawala, lakini wao walikubali
kuendelea kumwabudu Mungu aliye hai. Hawakutaka kusikiliza kabisa nini ambacho sheria ilikuwa inasema. Maana yake walijua kwamba hatuvunji sheria za nchi, ila tunavunja sheria za miungu. Upagani wenye nguvu ndani ya kanisa umechukua nafasi kwenye mioyo ya baadhi ya watu ambao sio waaminifu, na wameliingiza kanisa kwenye majanga makubwa. Wameuingiza Ukristo kwenye majanga makubwa. Rai yangu, siporejea na kutubu kwa Mungu aliye hai, siporejea na kutubu kwa Mungu aliye hai, uwe na uhakika ya kwamba siku zinakuja utatoa hesabu yako. Mungu amekupa kundi, Mungu amekupa watu wa kuwaongoza, kuwaelekeza kwenye safari ya kwenda mbinguni, lakini wewe umegeuka mkono wa shetani au kinywa cha shetani, ukaingiza upagani kwenye mioyo na maisha ya watu. Mungu hata nyamaza wala hata kaa kimya. Na kwa sababu ya kifo cha heshima, kifo cha thamani cha Yesu Kristo, maana yake ndiye aliyekufa kifo cha heshima pekee, ndiye aliyekufa kifo chenye thamani pekee. Kifo chake ni cha pekee yake. Ni kweli alizikwa kama watu wengine, alitundikwa msalabani kama miongoni mwa waovu, lakini angalia matokeo ya kifo chake. Alipokufa walizika mwili, lakini yeye mwenyewe, mwamba, simba wa kabila la Yuda, alishuka kuzimu, akatoa mateka, kamnyang'anya shetani ufunguo, akafungua watu kutoka kwenye minyororo ya namna mbalimbali. Alipofufuka alitoa mateka, na ndiyo sababu nasema ni kifo cha heshima, ni kifo chenye thamani, kikaleta mageuzi na ukombozi kwa mwanadamu. Si wengi tu wamekufa, hawakufufuka, hawajaokoa, hawajaleta mageuzi ya namna yoyote ile. Kwa hiyo huyu Yesu siku moja atakuja kudai kile ambacho aliwekeza kwako. Atakuja kukupa mshahara wa ile nafasi. Haijalishi kwamba unatumika kutoka wapi, lakini rafiki, upagani wenye nguvu ndani ya kanisa umekuwa ni mlango wa kuangamiza maisha ya kiroho na ya kimwili ya watu wengi. Umeweka thamani kwenye vitu ambavyo vinaisha kesho, badala ya kuweka thamani kwenye wito ambao yeye mwenyewe aliuweka kwako. Ni maombi yangu kwa Mungu aliye hai ya kwamba utambue thamani ya roho za watu, na lile kundi ulilopewa kuliongoza ni bora kuliko kile unachopokea kutoka kwa wanadamu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante Mungu wa mbingu na nchi, unayeitizama mioyo ya watu wako. Unajua fahamu na mawazo tuwazayo kila wakati. Ni ukweli usiopingika kwamba upagani wenye nguvu umekuwepo ndani ya kanisa kupitia mioyo ya baadhi ya watumishi ambao wamekuwa sio waaminifu mbele za uso wako, na hata kumekuwa na uadui kati ya Mkristo mmoja dhidi ya mwingine kwa sababu ya upagani wenye nguvu ndani ya kanisa. Wamechonganishwa na baadhi ya viongozi ambao wameweka mbele maslahi yao na katiba za makanisa yao na sheria mbalimbali walizozitengeneza, na hizo sheria badala ya kuwasaidia watu zimeenda kuangamiza maisha ya watu. Mungu wa mbingu na nchi, ninakuomba kwa wema na kwa fadhili zako utusikie. Tazama tena, Bwana wa majeshi, ninaomba Mungu wa mbingu na nchi, wewe unayelijia kanisa, wewe unayewajia watu wako, Falme wa utukufu, unapokwenda kufanya mageuzi, Mungu tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba masamaha. Mungu wa Israeli, wakumbuke watu hawa Bwana, ambao wengine wamekengeuka, walipoiacha njia, wakaiacha sauti yako,
wakakubali kutumikia miungu migeni kwa sababu ya matumbo yao, sawasawa na Hesabu sura ya 25 mstari wa 1 mpaka ule wa 3, ya kwamba Israeli alikaa Shitimu akaanza kuzini na wanawake wa Moabu, kwa kuwa walialikwa chakulani. Baadhi ya watu wameshikwa na sadaka za vyakula, wameshikwa na sadaka za namna mbalimbali walipopata mialiko, na hii mialiko ikaangamiza maisha yao ya kiroho na hata ya kimwili. Bwana, ninaomba Mungu wa mbingu na nchi utusaidie unapolitengeneza tena kanisa lako, Mfalme wa utukufu. Tengeneza mioyo ya watu hao ambao wamejeruhiwa kutokana na sheria na itikadi mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye mioyo kuliko kuwekwa kwa neno lako. Bwana, wewe ulisema neno lako lijae kwa wingi katika mioyo yetu, lakini kumekuwepo na sheria nyingi kwenye mioyo na fahamu za watu kuliko neno lako. Bwana, saidie watumishi wako maeneo mbalimbali. Tusaidie Mfalme wa utukufu, tutangaze habari njema za ufalme wako pasipo kujali itikadi za madhehebu yetu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako ya thamani. Baba, ninaomba na kushukuru. Amen.